anajua kabisa kwamba goalkeeper amesogea, defenders washakubali, wamejichanganya, ameweza kufunga mwenyewe. Lakini baadaye coach wa Young Africans alinotice kwamba kuna udhaifu kwenye upande wa Young Africans kwenye eneo la midfield. Nadhani akaamua kutumia mipira mirefu ambayo ilileta hatari zaidi langoni kwa Young Africans, lakini mchezaji Bakari Nondo Mwamnyeto mara zote alistep katika eneo la viungo na kufanya kazi ambayo walikuwa wanatakiwa kuifanya viungo. Kwa hiyo amekuwa sehemu moja ya kutanon mchezo kwa upande wa Young Africans kwa kupiga mipira mirefu, lakini pia kwa kudictate, kwa kuvamia pale ambapo anatakiwa kuvamia, lakini kwa kupiga pasi aidha fupi. Kwa hiyo energy ya Yanga pia ilibadilika katika kipindi cha pili. Damaro ambaye Duke Abuya ambao walikuwa wanaonekana wako slow katika kipindi cha mwanzo, baadaye wakaanza kusprint, sio tena kujog. Kwa hiyo wanasema chumba cha kubadilishia nguo kinakupa matokeo ya mchezo. Inaonekana wachezaji walipoenda half time, namna ambavyo mwalimu wa Young Africans aliongea nao kwa namna ya kuhitaji energy zaidi. Tuliona baadaye kila mtu alikuwa anatoa energy kwa asilimia kubwa yao, lakini pia huyo Duke Abuya, Bakari Mwamnyeto, Baka, kila mtu baadaye alikuwa anatoa asilimia 100, kitu ambacho kipindi cha kwanza hazikuwepo. Ulikuwa mchezo mzuri. Pengine tukiangalia zaidi, Simba wamedominate kipindi cha kwanza, Young Africans wamechukua game kipindi cha pili. Tukingolea eneo la kiungo umeligusia kwa upande wa Duke Abuya, lakini awali ni kama Simba walimiliki zaidi. Ubora wa viungo wa Simba ulikuwa sehemu gani zaidi? Ubora wa viungo wa Simba walikuwa kwenye, ndio hicho ninachokisema, uwezo wa mtu mmoja mmoja. Unajua kuna uwezo kiufundi, alafu kuna uwezo kimbinu, technique and tactical. Kiufundi ni mchezaji anaweza kupiga pasi nzuri kiasi gani kwenda sehemu kutengeneza uhatari. Pasi ambayo anaipiga Clatous Chota Chama au pasi ambayo anaipiga Loemba, pasi ambayo anaipiga Neo Maema, ni pasi ambayo ni hatari na nzuri kiasi gani. Hilo ni swala la kiufundi. Ndio ambapo Simba Sports Club waliwin sana, kwa maana ya kila mtu ambaye alikuwa kwenye eneo la kiungo wa Simba ana uwezo wa hatari, tofauti na Young Africans walitegemea mbinu sana, yani kwamba tunazuia labda kwa pamoja tunavyoondoka, labda pasi fupi ambazo mchezaji yote anaweza kupiga, lakini pasi ambayo inaweza kuingia kwa haraka wakati watu hawapo kwenye zoni yao, hiyo ndo ambayo iliamua kwa upande wa Simba Sports Club katika kipindi cha kwanza. Narudi pale, angalia magoli ambayo yamefungwa na Simba Sports Club, ni goli ambalo ni magoli ambayo ni uwezo wa viungo mmoja. Hakuna kiungo ambaye anafundishwa, ama hakuna mbinu ambayo inasema ukikaa sehemu fulani upige tic-tac, ufanye bike kick, ufanye, ni mtu mmoja. Kwa hiyo mara zote Simba wanapofika kwa wachezaji wa Yanga wanapofika kwa wachezaji wa Simba Sports Club wanakuta tayari mpira umeshaondoka, imepigwa pasi ambayo huwezi kutegemea. Huo ndio ulikuwa ubora zaidi, ubora ambao Damaro, Duke Abuya kwa leo hawakuwa nao. Pengine ilisemekana kwamba huenda hii ikawa ni mechi ya kuamua nani kuwa bingwa. Young Africans ametoa sare dhidi ya Simba tena. Title race unaionaje? Ni bado ligi ni ngumu, ama kuna mmoja muona tayari huenda akawa ni bingwa msimu huu? Ni wazi kwamba Young Africans ana advantage. Kama mechi ya leo umeiona ngumu na Simba ameongoza mapema, kwa sababu alikuwa anahitaji mechi zaidi, kwa sababu alikuwa anahitaji close ile gap, lakini kilichotokea ni kwamba Young Africans ameokota alama moja. Kwa hiyo maana yake tayari bado Young Africans anakuwa yupo katika eneo lile zuri, kuna gap pale kati yake. Kwa hiyo kama Simba Sports Club angeshinda mechi ya leo ingekuwa game on, lakini Simba kwa matokeo haya advantage kubwa sana nayo Young Africans kwa ligi yetu ambayo tunaifahamu, ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kitu pekee ambacho kinaweza kusalia mbele ya Young Africans ni Azam katika mchezo wa marejeano, lakini kwa upande mwingine naweza kusema Young Africans tayari ameshaanza sasa mua ule kufikia kwenye utamu. James, jana mara baada ya Yanga kufanya mazoezi waliposti video wakaonyesha kwamba uwanja ulikuwa dhaifu hafai kucheza mechi. Leo mechi imechezeka hapa, ni sare ya 2-2. Kama shabiki wa mpira, mdau wa mpira, umekiona ulichokitarajia? Hapana, sijakiona nilichokitarajia, na naweza kusema kwamba Yanga ingekuwa ni mtoto ni mtoto ambaye amedekezwa, amekuwa katika mazingira ya kupewa kila anachohitaji.
akitaka kwenda shule madaftari anapewa 9, vitabu anapewa 9, sijui nini anapewa 9. Yani akifanya kitu, akifanya hata kosa wakati mwingine kidogo anapata kafeva fulani. Kwa hiyo kuna muda unafika kama mambo yatawekwa sawa sawa, basi anaamini kwamba kuna haki yake fulani inapotea. Ndicho ambacho kimeonekana jana. Privadinho lakini pia Walter Harrison ambacho wamekionyesha kimepingwa na wachezaji wao wenyewe. Wao walikuwa wanaudundisha mpira haudundi, lakini umeona namna ambavyo yao Kwasi alikuwa anaokoa mipira kwa kuinodi na dunda ardhini inaondoka. Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini magoli ambayo yamefungwa ni magoli ambayo mipira inadunda inaondoka vizuri. Uwanja huu hapa mweupe, hakuna mchezaji ambaye unaweza kusema amelalamika. Hakuna hata kiashiria cha kwamba mpira hauwezi kutembea kwa kukwama kwenye maji. Umekuwa vizuri kabisa. Naamini ama kwa namna ilivyo ni kwamba walitafuta kieneo fulani ambacho hakiko vizuri, kwa sababu unajua uwanja ni eneo kubwa, una maeneo ya wapiga picha kukaa, kuna maeneo ya pitch kwa ajili ya mchezo kabisa kuchezwa, kuna maeneo kwa ajili ya ball boys kukaa. Kwa hiyo unapoenda eneo ambalo pengine anatakiwa akae ball boy, alafu wewe ukaenda ukachukua mchanga wa eneo hilo kaniambia ndio eneo ambalo linatakiwa kucheza mpira, ni ajenda mbovu tu kwa mpira wetu wa ligi kuu soka Tanzania bara na wa Tanzania. Shukrani sana.